Mimi naitwa Engineer Salehe Juma, meneja wa wakala ya barabara mkoa wa Ruvuma. Leo hii tulitembelea mradi wetu wa ujenzi kwa kiwango cha lami, barabara ya kuanzia pale Kitai kuelekea Manimakolo, tunakwenda mpaka Luanda, na barabara ile inaelekea mpaka Lituhi na bandari ya Ndumbi. Kama ambavyo mmejionea, utekelezaji wa barabara ile ambao una zaidi ya kilomita 90 unafanyika kwa awamu. Awamu ya kwanza ilikuwa ni kilomita 5 kuanzia Kitai mpaka Manimakolo, lakini pia kuna awamu ya pili ya utekelezaji wa barabara ile ambao ndio mmeenda kutembelea leo. Ni barabara kutokea pale Manimakolo kwenda mpaka Luanda, lakini pia tuna awamu ya tatu ya utekelezaji wa barabara ile ambayo inaanzia mji wa Luanda pale kwenda mpaka bandari ya Ndumbi. Na awamu ya kwanza ilishakamilika. Tunashukuru sana katika kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tumeweza kukamilisha kipande cha kwanza cha kilomita 5, na sasa hivi tuko katika utekelezaji wa awamu mbili. Awamu ya pili ambayo ni kilomita 35 ambazo tumezitembelea, lakini pia tuna awamu ya tatu ambayo inaanzia pale Luanda kwenda mpaka kule bandari ya Ndumbi. Na wakandarasi wa kutekeleza miradi hii wote wako site na utekelezaji unaendelea. Leo hii mmeenda kuona pale kipande cha kilomita ambacho kinafanyiwa tabaka la lami. Kama mnavyokumbuka, wananchi wa eneo lile walikuwa wanaathirika sana na vumbi kwa kipindi kirefu, kutokana na, kama mnavyofahamu, kule kuna biashara kubwa sana ya ubebaji wa makaa ya mawe kutoka katika mji wa Luanda. Kwa hiyo wananchi wa maeneo yale wamekuwa wakilalamika sana kuhusu vumbi ya eneo lile, na serikali kwa kuzingatia malalamiko ya wananchi wameweza kutekeleza mradi huu, na sisi kama wakala ya barabara tumeweza kutekeleza mradi huu kama ambavyo tulikuwa tumepanga, na kimsingi mradi ule utakamilisha kilomita 35 ambazo tayari utekelezaji wake umefika 30% hivi sasa hivi tunapozungumza. Kwa hiyo tunategemea baada ya siku kama 200 hivi zijazo tutakuwa tumefika stage nzuri ya utekelezaji wa mradi ule. Kwa hiyo mimi niwaondoe hofu, niwaondoe hofu wananchi wa maeneo yale. Serikali kilio chao wamekisikia, na ndio maana tumeendelea kutekeleza mradi ule. Huko nyuma kweli ule mradi ulikuwa na suasua, lakini sasa hivi kwa sababu tunasimamia wenyewe na serikali imetoa hela kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji wa mradi ule, na nyinyi wenyewe mmeenda kujionea mkandarasi akiwa anaendelea na utekelezaji wa kuweka lami katika kipande hicho cha barabara. Wito wangu kwa wananchi wa maeneo yale wafahamu kwamba serikali inatumia fedha nyingi sana katika utekelezaji wa miradi hile, na upo usemi unasema, watu wanasema kitunze kidumu. Kwa hiyo tushirikiane katika kutunza muundombinu ule wa barabara. Kwanza kwa wananchi ambao wako maeneo yale, wasije wakafanya kazi katika pembezoni mwa barabara, kufanya shughuli za kibinadamu pembezoni mwa barabara, wakasababisha mmomonyoko ambao pia watasababisha barabara yetu aidha maji yakasomba au ikakatika. Lakini pia wenzetu wanaosafirisha haya makaa ya mawe, tunajua wao wanatumia magari makubwa na mazito. Sasa tusipoheshimu sheria yetu ya barabara ya kudhibiti uzito, maana yake nini? Barabara ile itakufa mapema sana. Kwa mimi nitoe wito kwa ndugu zangu wale wasafirishaji, na sisi tutaambizana namna ambavyo tutafanya swala la kucontrol, swala la kudhibiti uzito katika sehemu ile ya barabara. Kwa majina naitwa Bonifacia Gabriel Mkolela. Napenda nimshukuru Mungu kwa kweli, kipindi hiki tulichokifikia sasa tuna amani kabisa. Kulingana na nini? Mwanzo tulikuwa na mavumbi. Angalia mabati ya siku ndani, yani yameweza kutoka libuni hapa, lakini yamechafuka vibaya mno. Na watoto vikozi mara kwa mara, si wenyewe mabipi kulingana na magari yanayopita jirani na nyumba. Kwa hapo namshukuru sana Mungu, na wakati barabara haijakamilika, sisi kina mama tulikuwa tunapata na changamoto sana ya kwenda
zahanati kujifungua. Kwa hiyo tulikuwa tunapata changamoto sana mpaka kufikia wanamama wanajifungulia njiani. Anaitwa Galus Nelson Nchimbi, ni mkazi wa Amani Makolo, mtaa wa Ikulu. Naishukuru sana kwanza serikali kwanza kwa kufikia mpaka hapa tulipofikia. Kwanza jambo la kulishukuru kwanza, kwa sababu kwa tumetabika sana na mambo kama hata kwanza mkiangalia waandishi, mkiangalia hata bati jinsi zilivyo tu mnazijua, yani mavumbi tulivyo wanatabika. Kwa maana kwa hilo kwanza mpaka serikali ilipofikia, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na pia tunaomba tena hata wenzetu wa mbele waendelee nao wapate tena kusudi tuonekane tu tuondokane na kalaa hizo za mavumbi. Labda utuambie mara ya kwanza kabla ya lami haijawa sawa hapa, kama wakazi wa eneo hili mlikuwa mnakumbana na changamoto gani hasa? Tulikuwa tunakumbana na changamoto nyingi sana. Kwanza hata usafirishaji wa mazao toka hapa hadi Kitai, yani kwanza kulikuwa yani bei ziko juu sana za usafirishaji. Hata usafiri kwanza mtu wa haraka haraka kuikuta Peramiho ilikuwa kazi sana, kutokana na mashimo, maporomoko, na usafiri ulikuwa magari huko yafiki mengi kutokana na barabara ilikuwa mbovu. Ila kwa saa hizi na imani kwenda Kitai hata kwenda kupata huduma za hospitali haraka haraka inakuwa rahisi, kwa sababu serikali imetusaidia, lami imekuja kwa wakati. Ila tangu hapo mwanzoni tulikuwa tunapata tabu sana hiyo mavumbi. Hata ukiwa ndani hivi nguo umeweka, ukiamka tu yani unataka uvae nguo zote vumbi. Lakini sasa hizi tunamshukuru Mwenyezi Mungu na serikali yetu, mambo kwetu hapa yameisha, labda kwa wenzetu sasa hapo mbele.